Bwana Yesu asifiwe sana. Ukisoma kitabu cha Mithali sura ya 30 mstari wa 24 mpaka wa 28, unagundua kitu kimoja kizuri sana mtumishi Suleimani anatufundisha. Anachotuambia pale mwanzo anasema hivi, kuna vitu vinne vidogo lakini vina akili sana. Kwa kaorozesha pale vitu vinne. Kukiwa na chungu, kukiwa na wibari, kukiwa na nzige, lakini kukiwa pia na mjusi. Lakini mimi nitakwambia leo habari ya mjusi, afu wakati mwingine nitakwambia hiyo vitu vingine vitatu. Lakini nataka ukijua ni kwamba nataka uitwe mtu ambaye una akili. Watu waseme wewe una akili. Sasa ili watu waseme wewe una akili, kuna mambo ya kufanya. Jambo moja hapo ambalo nataka ulijue, ambalo linapatikana kwenye kitabu hichi cha Mithali, kwenye habari ya hicho kiumbe ambacho ni mjusi. Kwa nini mjusi ni mdogo sana lakini ana akili? Mwandishi anatuonesha hapo mjusi ni mdogo sana lakini anakaa kwenye nyumba za wafalme. Kwamba mjusi waweza kumshika kwa mikono lakini bado anakaa katika nyumba za wafalme. Maana yake ni nini? Ukiangalia swala la mjusi kukaa katika nyumba za wafalme, unaangalia jinsi ambavyo yeye ni dhaifu. Ni dhaifu sana mjusi. Anaamua kujishusha. Na kujishusha kwake kunaonekana pale ambapo anakuwa haleti madhara yoyote mahali popote anapoishi. Ndio maana unaweza kumshika kwa mikono na sikudhuru kwa chochote mjusi. Kwa sababu hawezi kukudhuru kwa kitu chochote, na hicho kimemsaidia kuishi katika majumba ya wafalme. Kwa utamkuta hata ikulu yupo. Utamkuta kwenye ofisi yupo. Kwenye ofisi ya mtu yoyote ambaye ni tajiri utamkuta mjusi yupo. Na anakaa kwa sababu gani? Hana madhara. Lakini angalia, atokee nyoka, au atokee mende, au atokee mchwa, au atokee panya, tutatafuta dawa ya kuua panya, tutatafuta dawa ya kuua mende, tutatafuta dawa ya kuua mchwa, tutatafuta alipo nyoka tumuue. Kwa nini? Kwa sababu nyoka, ukiangalia mende, ukiangalia mchwa, ukiangalia panya, hao wote wana madhara, wanaathiri, wanaharibu vitu vyetu. Kwa kuwa wanaharibu vitu vyetu, wana madhara kwetu na kwenye vitu vyetu, ndio maana tunawaangamiza, tunawaua, tunawaondoa watoke kwenye miji yetu. Lakini hakuna mtu anayeweza kufukuza mjusi nyumbani. Kwa hiyo hii inatufundisha ili uitwe kwamba wewe ni mwenye akili, ni pale ambapo unaangalia kwamba hivi nina tabia gani ambayo inawaathiri wenzangu kama ni kwenye taasisi, inaathiri ninao waongoza, au inawaathiri ninao watawala, mimi kama mtawala, mimi kama kiongozi, au mimi kama msimamizi, ninawaathiri nini wale ambao ninawasimamia? Nina madhara gani? Ninawaathiri katika lipi? Pia kama ni mtumishi, mfanyakazi, umeajiriwa kwenye taasisi au kampuni au kwenye shirika lolote, pia unasema hivi mimi nina athari gani hapa? Nina tabia gani ambayo inawadhuru na kuathiri wengine? Pia hata kama ni kwenye mtaa, unaweza kujiangalia kwamba hivi mimi nina tabia gani ambayo inawadhuru na kuathiri wengine kwenye mtaa wangu huu. Ndio maana ukiwa ni mtu ambaye ni mwizi, ukiwa ni mtu ambaye ni mchawi, kuna mitaa ambayo watu walimpa masaa mchawi, akamwambia yani ndani ya masaa mawili tusikuone hapa. Kwa hiyo ndugu kabidi wamhamishe yule mtu akahama kwenye hilo eneo. Lakini pia kuna mtaa ambao nakumbuka kuna kijana ambaye alikuwa ni mwizi, anasumbua, kila wakimpeleka polisi, baada ya muda kidogo wazazi wamemtoa, anarudi nyumbani. Siku moja akaita polisi, wakauliza na kuaje, akasema ninyi wenyewe hamleti ushahidi, na wakati mwingine wazazi wanakuja na nini. Sasa watu wakasema kwa sababu wamezoea kutuathiri na kutudhuru, sasa tunakupa muda. Wewe mzazi, huyu mtoto wako hatumtaki kwenye mtaa huu. Aidha muondoe, au kama tabaki hapa usije kutulalamikia. Vinginevyo kama unatamani aishi, mpe nauli, kwanza leo hatutaki tumuone kwenye huu mtaa. Kwa nini? Kwa sababu ana tabia ambazo zinawaathiri wenzake. Kwa uweze kukaa mahali pazuri kama una tabia ambazo zinaathiri wengine. Iwe kiongozi, iwe mwenye mamlaka, iwe mtawala, iwe mtumishi, iwe mwanajamii, uweze kukaa mahali popote ambapo una madhara. Kwa hiyo ili uweze kukaa mahali popote pazuri unapopenda kukaa, ni vyema ujitahidi kuhakikisha kwamba huna tabia ambayo itawaathiri wenzako au vitu vya wenzako, au haitaathiri kampuni au taasisi au nchi au jamii. Hivyo vyote, uwe mtawala, uwe kiongozi, uwe msimamizi, uwe mtu wa kawaida, hakikisha unajizuia na hivyo tabia zozote ambazo
Aidha uchunganishi unakuta unatoa neno hapa kupeleka neno hapa. Yamkini unakuwa ni mtu ambaye ni mdanganyifu, mchunganishi, mbea, mwenye kusengenya, ni mtu mwizi, ni mtu ambaye mkorofi, mchunganishi, una tabia zote zile ambazo zitakufanya tu uondoke. Kwa hakikisha unaitwa mtu mwenye akili, kwa sababu unajiepusha na kila tabia ambayo itakufanya usiendelee kukaa kwenye nafasi hiyo, kukaa mahali pazuri ulipo, kukaa kwenye cheo hicho, kukaa kutawala, kuongoza au kuishi kwenye eneo hilo lolote ambalo unatamani kukaa hapo. Kwa hiyo utaitwa mwenye akili. Hebu uitwe basi mwenye akili. Amen.